Na Jacob Kilimba toka tuweze kufahamiana ni zaidi ya miaka mitatu sasa. Yeah. Na kwenye kufahamiana huku kuna vitu ambavyo nimejifunza kutoka kwako. Wewe ni mtu ambaye umeyatoa maisha yako kwa ajili ya kuwasaidia watu sana, especially watu ambao wale hawajiwezi. Kiasi ambacho una uwezo wa kujitoa kumsaidia mtu ambaye anadharaulika, mtu ambaye haeleweki, tunasema mtu ambaye ni hoi hai. Lakini ukapambana kiasi cha kwamba yule mtu akatoka kwenye dimbwi akaanza kuja kwenye nuru, na watu wakaanza kumuona ni mtu ambaye ana nafasi kwenye jamii, mtu ambaye anafanya vitu vinavyoeleweka. Hii issue unaiwekaje, ama unawezaje, ama unapata wapi nguvu ya kufanya hichi kitu, ile hali ni watu wachache sana ambao wana uwezo wa kufanya kitu kama hicho? Unajua, ukifuatilia watu wengi waliogundua vitu kubwa na changamoto walipitia ambayo ikawafikirisha namna fulani akifanya kitu fulani inaweza kikasolve hiyo changamoto. Kwa hiyo hata kwenye maisha, mimi nimetoka kwenye maisha ambayo nilikuwa natamani mtu anielewe kwamba na kipaji, natamani mtu anielewe kwamba nina uwezo wa kufika mahali fulani. Sasa hata ile namna ya kuzungumza mtu hawezi kuelewa kirahisi. Kwa hiyo nikajipambania hivi mpaka nikafika mahali fulani ambako at least ukiongea na mtu anaelewa kweli kuna dalili ya kitu. Sasa kupitia experience hiyo mimi pia naweza kujua kwamba huyu mtu, hamna mtu ambaye hana kitu. Kuna watu ambao kile kitu chao hawajakijua, na wengine akijawa charged kwamba tukiingize kazini, umwamini mtu na umuonyeshe njia hii hapa anaweza kufanya. Kwa hiyo sijatoa maisha yangu kwa ajili ya watu wengine, ninaishi. Wow. Yeah. Kitu ambacho ninatamani msikilizaji na mtazamaji aweze kukifahamu ya kwamba mimi binafsi nimepitia kwenye mikono yako kwa kiasi kikubwa sana. Toka kipindi ambacho nimeweza kukutana na Bwana Jacob hapa, amenipush kwa kiasi kikubwa. Ninakumbuka wakati niko chuo, wakati mimi ninaanza kupanga, nilipanga chumba changu nikiwa sina godoro wala nikiwa sina kitanda. Nilikuwa ninalala kwenye carpet. Na baadhi ya nguo zangu ndo nilizitoa zikawa kama godoro. Lakini after time nikazungumza na mheshimiwa hapa, akanisaidia godoro lake dogo sana ndo likanisogeza maisha. Lakini pia kuna mahali ambapo nilikuwa napita palikuwa pagumu sana, kiasi ambacho nilikuwa ninakosa fedha ya sabuni ya kuogea, fedha ya sabuni kwa ajili ya kufulia. Kwa nikawa ninatoka nyumbani kwangu na begi ambalo lina nguo, ninaenda pale kwake, ninaingia bafuni, ninaoga, ninabadilisha nguo na ninaenda chuoni. Kwa watu wakiniona wanaona huyu jamaa ana maisha mazuri, huyu jamaa life liko poa, lakini kimsingi halikuwa rahisi. Huyu mheshimiwa hapa ndio alikuwa amesimama katikati na kuhakikisha kwamba maisha yangu yanaenda vizuri. Na huu ni wito wangu kama mwanaume. Leo tumezungumza hapa, tunazungumza hapa kama wanaume. Ni wito wangu ambao ninautoa kama wanaume. Don't be selfish. Usiwe mbinafsi kwenye maisha. As long as uko hapa duniani unaishi, hakikisha kwamba una sababu ya kumfanya mtu mwingine aone ya kwamba dunia ni sehemu sahihi, dunia ni sehemu salama ya kuishi. Kuna mtu anapitia kwenye shida, kuna mtu anapitia kwenye changamoto, una uwezo wa kumsaidia, msaidie. Una uwezo wa kumtia moyo, mtie moyo. Una uwezo wa kumshauri, mshauri. Watu wanapitia mengi sana. Kwa hiyo huo ni wito wangu kwako wewe kama mwanaume.